Mkuu wa Jeshi la Magereza nchini CGP Jeremia Yoram Katungu leo tarehe 10 mwezi wa 4 mwaka 2026 amefungua kikao cha baraza la wafanyakazi wa Jeshi la Magereza. Akihutubia katika kikao hicho kilichofanyika katika ukumbi wa makao makuu ya jeshi eneo la Msalato jijini Dodoma, mkuu wa jeshi ambaye alikuwa mgeni rasmi ameanza kwa kuwaeleza wajumbe kuwa kikao hicho kimefanyika kwa mujibu wa sheria na taratibu zilizopo. Mgeni rasmi ameongeza kusema anaishukuru sana serikali ya awamu ya 6 kwa kuendelea kuliwezesha Jeshi la Magereza kutimiza majukumu yake bila kuwasahau watumishi wote wa jeshi katika utekelezaji wa majukumu hayo. ili iweze kutekeleza majukumu yake ya msingi ambayo tunakadiria. Yako maeneo mengi tumeendelea kuwezeshwa, na bila uwezeshaji wake pengine maeneo mengine tungekuwa na suasua. Lakini namuongeza watumishi wote wa Jeshi la Magereza, maafisa askari, watumishi raia, kwa namna ambavyo pia tumeendelea kutekeleza majukumu yetu kila mmoja kwenye eneo lake. Aidha, mkuu wa jeshi ameendelea kusema kuwa lengo la mabaraza hayo mahali pa kazi ni kuwakutanisha waajiri na waajiriwa ili kufanya majadiliano muhimu kwa ajili ya taasisi, huku akisisitiza kuwa kikao hiki kitapitia pia bajeti ya mwaka 2026-2027 na kuwataka wajumbe kujadili kwa uwazi. Yanaandaliwa na kufanyika kwa mujibu wa sheria kama ambavyo tumetamka. Na lengo la mabaraza haya, baraza mahala pa kazi, ni kukutanisha mwajiri na watumishi kwa pamoja ili kuweza kujadiliana mambo mbalimbali katika kuboresha utekelezaji wa majukumu tuliyokabidhi. Mfano ambayo watumishi na mwajiri wanakaa meza moja, wanakaa pamoja na kujadili namna ambayo tunatekeleza majukumu pamoja na kuainisha changamoto na kuwekea mikakati ya namna ya kuzitatua. Hili baraza la wafanyakazi ni nyenzo muhimu katika kuimarisha uwajibikaji, uwazi na ushirikishaji wa wafanyakazi katika masuala ya mipango na matumizi ya rasilimali za umma. Wajumbe wa baraza na wajibu wa kushauri namna bora ya kutekeleza majukumu, kwa baraza ni daraja la kuunganisha wafanyakazi na mwajiri. Hivyo wakati wote imekuwa ikisisitiza kutumia nafasi hii kuunganisha pande hizi mbili ili kudumisha mahusiano kazini na kuboresha utendaji wa kazi wa watumishi wote kwa ujumla. Kikao hiki ni kwa ajili ya kupitia taarifa ya bajeti ya Jeshi la Magereza kwa mwaka wa fedha ujao 2026-2027, na kwa kuzingatia nafasi ya baraza la wafanyakazi, rai yangu kwenu ni kwamba mtumie fursa hii kujadili kwa uhuru, kujadili kwa uwazi yale yote ambayo yatawasilishwa mbele yenu, zikiwemo ajenda mbalimbali, na kujadili bila uoga, bila hofu, kuzingatia kwamba wote na nafasi sawa katika baraza hili. Pamoja na mambo mengine, mkuu wa jeshi kusisitiza swala la uwajibikaji mahali pa kazi, uadilifu, kuacha uzembe na uvivu, kufanya kazi kwa weledi bila kusahau kufanya kazi kwa kuzingatia sheria, taratibu na miongozo.
tunapokuwa tumepangiwa majukumu ya kazi, tumepangiwa jukumu la kutekeleza katika maeneo yetu ya kazi, tuhakikishe tunawajibika ipasavyo, tuhakikishe tunatekeleza yale majukumu ili kuweza kupata matokeo chanya yanayotarajiwa. Unapotekeleza jukumu la kazi ulilopangiwa, huna sababu ya kuangalia nani anatizama nyuma, kiongozi gani ananifuatilia, nani ananiona. Lengo ni kutekeleza jukumu lililokabidhiwa bila kusimamia, bila kufuatiliwa kwa karibu, na ili uweze kufikia ufanisi unaotarajiwa. Lakini masuala ya uadilifu, uadilifu ni jambo la msingi sana katika utekelezaji wa majukumu ya kazi. Uadilifu ni pamoja na kufanya jukumu la kazi, kutekeleza jukumu la kazi mahali pa kazi kwa kukamilisha maslahi ya jeshi, maslahi ya taifa. Tuwe na uadilifu katika maeneo yetu ya kazi. Lakini masuala ya uzembe, sisitiza sana, tuache masuala ya uzembe na uvivu kazini. Tumeajiriwa na serikali, watumishi wa serikali, kwa sasa tunaitumikia serikali ndani ya jeshi la magereza au eneo lingine lolote, wakati tutakapoajiriwa. Nao jukumu la kuhakikisha kwamba wanatimiza majukumu yako bila kuacha uvivu, bila kuwa mvivu, bila kutanguliza uzembe. Mara zote uvivu, uzembe hautupi matokeo yaliyochanya. Mara zote uvivu au uzembe unasababisha taasisi kutokufikia malengo yaliyokusudiwa. Lakini sisitize sana swala la kufanya kazi kwa weledi. Kufanya kwa weledi katika maeneo yetu, mara zote weledi umekuwa ukileta matokeo chanya, umekuwa ukileta ufanisi katika maeneo ambayo tunayafanyia kazi. Lakini la msingi zaidi, jeshi la magereza linaendeshwa kwa mujibu wa sheria, inazo taratibu, iko miongozo. Wakati wote tunapotekeleza majukumu yetu, tuhakikishe tunazingatia sheria, tunazingatia taratibu, miongozo, kanuni ama maelekezo ambayo yamekuwa yakitolewa mara kwa mara na viongozi wetu. Mgeni rasmi amehitimisha hotuba yake kwa kuyataka mabaraza kuhimiza uwajibikaji, huku akiahidi kuboresha mazingira ya kazi, kutatua changamoto na kutaka kikao hicho kufanya majadiliano yatakayoleta ufanisi katika taasisi. Mabaraza ya wafanyakazi yatumike kuhimiza uwajibikaji na kusimamia upatikanaji wa haki kwa pande zote mbili, yaani mwajiri na wafanyakazi, kwa kuwa hakuna haki bila wajibu. Popote pale ambapo unastahili kupata haki yako, lazima pia na wewe uwajibike. Kwa hiyo tuangalie pande zote mbili, timiza wajibu wako ili uweze kupata au kudai haki ile ambayo unatakiwa kuipata. Na niwahakikishie kuwa wakati wote management itaendelea kuhakikisha kuwa inaboresha mazingira ya kazi na kuwapatia haki na stahiki kwa watumishi wote kadri hali inavyoruhusu. Na hili tumekuwa tukitekeleza wakati wote. Tunaendelea kuboresha mazingira ya kazi, tunaendelea kutoa fursa kwa ajili ya watumishi kwenda kujiendeleza, lakini pia tunaendelea kuweka bajeti kwa ajili ya kuwalipia baadhi ya watumishi kwenda kujiendeleza na maeneo mengine mengi. Kwa hiyo jeshi itaendelea kuangalia namna gani ya kuboresha haki stahiki na mazingira ya kazi, kuhakikisha kwamba tunaongeza hali ya utendaji kazi ili tuweze kufikia ufanisi unaotarajiwa katika utekelezaji wa majukumu yetu. Aidha, management itaendelea na jitihada za kutafuta ufumbuzi wa changamoto zilizopo kadri hali inavyoruhusu ili kuboresha zaidi utendaji kazi na kupata ufanisi unaotarajiwa, na hili kama ambavyo nilizungumza, hili kwa maslahi ya jeshi, maslahi ya taifa na maslahi ya Watanzania ambao tunawatumikia namna moja ama nyingine.
Kupitia ratiba ya kikao hiki cha baraza pamoja na uwasilishaji wa bajeti ya mwaka wa fedha 2026/2027 ni yapo mambo ambayo yatawasilishwa. Endelee kuwasisitiza tutumie fursa hii kujadiliana kwa kina yale ambayo yatawasilishwa. Tutumie fursa hii kujadiliana kwa uwazi, kuweka wazi yale ambayo tunadhani yanapaswa kujadiliwa, na mwisho wa kikao tuweze kuweka maazimio ambayo utekelezaji wake utaongeza ufanisi katika utekelezaji wa majukumu ya jeshi. Naye kwa upande wake Bi Levina Fidelis Kiiza kutoka hospitali ya magereza Ukonga, akitoa neno la shukrani kwa niaba ya wenzake, amemshukuru mgeni rasmi kwa hotuba nzuri, huku akisema watumishi watatekeleza maagizo yote yaliyotolewa. Kikao hicho kimeenda sambamba na uwasilishwaji wa mada mbalimbali, kupokea na kuthibitisha ajenda za kikao. Kitu muhimu tena msingi wa kazi katika kutekeleza majukumu magereza. Nidhamu kitu muhimu tena msingi wa kazi katika kutekeleza majukumu magereza. Nidhamu kwetu tena msingi wa kazi katika kutekeleza